Tumsifu Yesu Kristo. Shalom shalom. Tunamshukuru Mungu tena kwa kutupa nafasi nyingine ambayo tunakutana ili kujifunza neno la Mungu. Kwani neno la Mungu ndio taa, ndio njia, ndio namna ambayo tunapaswa kuishi. Kwa Mungu anatupa dirisha la kumuona yeye, lakini baada ya kumuona Mungu lazima turudi ndani sasa tujitazame kama kwenye kioo. Je, lile neno linatuonyesha nini sisi? Je, ninafanana na neno? Kwa ndio maana ni lazima kulisoma na kulitafakari neno kadiri tunapopata nafasi. Lakini kwanza tumshukuru Mungu. Baba yetu Mungu mtakatifu, tunalihimidi jina lako, tunakuabudu na kusujudu. Tunakutukuza kwa ajili ya utukufu wako mkuu. Wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Bwana, wewe ni Yehova, wewe ni Ebeneza, wewe ni El Shaddai, wewe ni Yahweh. Tunakurudishia sifa na utukufu. Tunakutukuza, tunakuabudu na kusujudu katika jina la Kristo Bwana wetu. Asante Baba kwa neema yako, asante kwa zawadi ya uhai. Asante Baba kwa kutukutanisha tena. Baba, tunaomba kwa ajili ya wale wote wenye changamoto mbalimbali hususan za afya. Naomba Baba uwape afya na warudi katika njia za katika kazi zao. Ili Baba sifa na utukufu kurudie wewe. Ni katika jina la Kristo Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amen. Basi leo tutakuwa na neno ambalo kwa kulisoma litakuwa refu kidogo, lakini katika tafakari yake naamini Mungu atatujalia tuweze kulitafakari kwa ufupi, sio kwa namna hiyo. Tutaangalia Injili ya Luka sura ya 7 mstari wa 18 hadi 28, mstari kama 10 hivi. Nami nitatangulia kusoma Luka 7:18 hadi 28. Wanafunzi wa Yohana wakamletea habari ya hayo yote. Ndipo Yohana alipowaita wawili kati ya wanafunzi wake, akawatuma kwa Yesu akiuliza, wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine? Naye alipofika kwake walisema, Yohana Mbatizaji ametutuma kwako akisema, wewe ndiye yule ajaye au tumtazamie mwingine? Na saa ile ile aliwaponya wengi magonjwa yao na misiba ya pepo wabaya, na vipofu wengi aliwakirimia kuona. Ndipo alipojibu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohana haya mnayoyaona na kuyasikia. Vipofu wanapata kuona, viwete wanatembea, na wenye ukoma wanatakasika, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, maskini wanahubiriwa habari njema. Naye heri mtu yeyote asiyechukizwa nami. Basi wajumbe wa Yohana walipokwisha ondoka, alianza kuambia makutano habari za Yohana. Mlitoka kwenda nyikani kutazama nini? Unyasi ukitikiswa na upepo? Lakini mlitoka kwenda kuona nini? Mtu aliyevikwa mavazi mororo? Jueni, watu wenye mavazi ya utukufu wanakula raha, wanaokula nitarudia. Lakini mlitoka kwenda kuona nini? Mtu aliyevikwa mavazi mororo? Jueni, watu wenye mavazi ya utukufu wanaokula raha wamo katika majumba ya kifalme. Lakini mlitoka kwenda kuona nini? Nabii? Naam, nawaambia aliye zaidi ya nabii. Huyo ndiye aliandikiwa haya, tazama na mtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, atakayeitengeneza njia yako mbele yako. Nami ninawaambia, katika wale waliozaliwa na mwanamke hakuna aliye mkuu kuliko Yohana, lakini aliye mdogo katika ufalme wa Mungu ni mkubwa kuliko yeye. Sasa hii habari ukisoma nyuma kidogo, hapa tumeanzia mstari wa 18. Ukisoma nyuma kidogo, walikuwa wanatoka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, wakakutana na watu wakiwa wanaenda makaburini kumzika kijana mmoja, ambaye yule kijana alikuwa ndio kijana pekee wa mama yake, ambaye mama ni mjane. Kwa hiyo mama huyu kafiwa na mumewe, akawa tegemeo lake ni yule kijana. Baada ya muda pia na kijana naye amekufa. Sasa anakutana na Yesu wakati ameomboleza sana. Yesu anamwambia, hebu usilie, ungoja kwanza. Anawasimamisha wale waliobeba jeneza, akamgusa yule kijana. Ukisoma mstari wa 15 anasema yule maiti akainuka, akaketi, anasema akampa mama yake. Kwa hiyo ametoka kumfufua huyu kijana, akamkabidhi kwa mama yake. Na kijana akaanza kusema, mila za Wayahudi wakati ule ni tofauti kidogo na sisi. Sisi huku msiba unapotokea,
tunamaliza kuzika, tunachukua siku 2 walau 3, ndio tunaanza kugawana labda nguo na mali nyingine za marehemu. Wale walikuwa wanachokifanya kabla hata ya kwenda kuzika, walikuwa wanagawana zile mali za marehemu. Sasa najaribu kufikiria tu kwa namna fulani kwamba inawezekana mtu fulani alikuwa amepewa labda pengine shati la yule marehemu, na kwa kuwa anaona kwamba huyu kashakufa, akalivaa pale pale. Huyu kijana ameamka akaanza kusema shati langu hili. Najaribu kufikiria tu kwamba anasema alipoamka tu akaanza kusema, alisema nini? Anaona mali zake zilivyotawanywa. Kwa hiyo nafikiri alikuwa anazungumza kwa namna hiyo, au inawezekana alizungumza kitu kingine chochote, lakini hilo sio mada kwa siku ya leo. Tunaangalia sasa, baada ya hapa wanafunzi wa Yohana walikuwepo miongoni mwa wale walioshuhudia hili tukio la kufufuliwa kwa huyu kijana. Wakarudi wakati huo. Kumbuka Injili ya Yohana haituambii vizuri, lakini ukisoma Injili ya Mathayo inatueleza vizuri sana kwamba wakati huo haya yakitokea, Yohana alikuwa amewekwa ndani na Herode, ambapo aliwekwa kwa sababu alimwambia kwamba si halali wewe kumchukua kumwoa mke wa ndugu yako. Nafikiri ni Filipo bin yule Herodia, anaitwa Herodia, kwamba akamwambia sio halali wewe kukaa na mke wa ndugu yako. Ndio kitu sasa kilichosababisha Yohana kuwekwa ndani. Sasa yuko gerezani, anaambiwa huyu mtu amefufua watu, huyu mtu kafanya hiki, huyu mtu kafanya kile. Sasa hebu njooni nyewe wawili, hebu nendeni mkamuulize ndio yeye au tumtarajie mwingine. Lakini kumbuka, ukisoma Injili ya Yohana sura ya 2 tu anatuambia mwanzo kabisa pale kwamba yeye ndo alishuhudia kwamba tazama mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia, na akasema niliambiwa na Roho Mtakatifu yule ambaye nitaona huwa Roho wa Mungu akishuka kama huyo ndio yeye, na akaona kwamba huyu anashukiwa na njiwa na Roho Mtakatifu kwa mfumo wa njiwa kama akakonfirm kwamba huyu ndio yule anayekuja, akisema tazama mwana kondoo wa Mungu. Lakini huyu tena ndo anayeingia doubt. Hii inatufundisha mimi na wewe nini? Kwamba uko uwezekano wa kubackslide, uko uwezekano wa kurudi nyuma kiimani, uko uwezekano wa tukio fulani kutokea likatutia machungu na kutuondoa katika uwepo wa Mungu. Sasa leo tunatakiwa tuangalie, je, hili alilofanya Yohana mimi na wewe linatufundisha nini? Yeye yule aliyetangaza kwamba tazama mwana kondoo wa Mungu, leo ndo anakuambia kwamba bana ni wewe au tumtarajie mwingine. Sasa kilichonishangaza mimi, hawa wanafunzi hawakuongeza chumvi, wanakwenda wanasema, nao walipofika kwake walisema, Yohana Mbatizaji ametutuma kwako akisema, wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine? Hawakuongeza neno lolote wala hawakupunguza. Jibu sasa leo litoa, na saa ile ile aliwaponya wengi magonjwa yao na misiba na pepo wabaya, na vipofu wengi aliwakirimia kuona. Ndipo akawajibu akawaambia, nendeni mkamwambie Yohana haya mnayoyaona na kuyasikia, vipofu wanaona, vipofu wanapata kuona, viwete wanatembea, na wenye ukoma wanatakasika, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, na maskini wanahubiriwa habari njema. Kumbe maskini anachohitaji ni habari njema. Kwa hiyo badala ya kujibu swali moja kwa moja kwamba mimi ndiye au mimi siye, anawaambia, anamrefer kwamba angalia ninachokifanya, kamwambieni Yohana. Anataka kumkumbusha nini Yohana? Tunaenda kwenye Injili, kwenye maneno ambayo yalisemwa na nabii Isaya 35 kuanzia mstari wa 3 mpaka wa 6. Isaya 35 3 mpaka 6. Anasema, itieni nguvu mikono iliyo dhaifu, yafanyeni imara magoti yaliyolegea, waambieni walio na moyo wa hofu, jipeni moyo, msiogope. Tazama Mungu wenu anakuja kwa kisasi, na malipo ya Mungu atakuja na kuwaokoa ninyi. Ndipo macho ya vipofu yatafunguliwa na masikio ya viziwi yatazibuliwa. Ndipo mtu aliye kilema atarukaruka kama kulungu, na ulimi wa aliye bubu utaimba, maana katika nyika maji yatabubujika na vijito jangwani. Yohana alikaa wapi? Yohana Mbatizaji alipenda kukaa wapi? Alikaa nyikani. Anasema mlienda kutafuta nini wapi? Nyikani. Kwamba wewe unaijua vizuri Injili, unajua nabii Isaya alitabiri nini. Yale aliyotabiri ndio haya yanatokea.
yule aliyetabiriwa kwamba atakuja kuyafanya haya ndiyo mimi. Kwa hiyo sihitaji kukuambia kwamba ni mimi au sio mimi, lakini angalia matendo. Ukisoma Injili ya Yohana anasema kama hamniamini mimi, basi aminini hata hizi kazi ninazozifanya. Kwa hiyo kumbe kuna wakati ambapo tunakutana na situation katika maisha, tunakutana na hali fulani katika maisha, zinatuchanganya, zinatufanya tuone kwamba labda pengine tumefikia mwisho, yani hatuna namna tena, yani tunafika sehemu tunaweza tukamdoubt hata Mungu. Lakini si jambo la busara kuzungumza kama alivyofanya Yohana, anasema Bwana ni wewe au tumtarajie mwingine? Kwa sababu kama ingekuwa ni wewe, usingeniacha mimi gerezani. Lakini kumbe kinachotakiwa mimi na wewe kufanya ni nini? Pale tunapokabiliana na changamoto, turudi kwenye neno la Mungu. Turudi hapa. Mungu amesemaje kuhusiana na situation hii? Mungu amesema nini kuhusiana na kitu hiki kinachonikabili? Kila kitu katika maisha yetu binadamu yamo humu. Kimeelezwa humu. Maisha yetu yote yamekuwa covered katika hiki kitabu. Na hapa nitoke kidogo nje ya mada, nitoe onyo kwamba ni muhimu sana tukasoma neno la Mungu kwa kutumia kitabu, sio zile tunazosoma kwenye simu, kwa sababu zile za kwenye simu tunazidownload, anayeziupload ni mtu tu, anaweza akachakachua wakati wowote. Na sasa hivi kuna wimbi la AI, artificial intelligence, sijui Kiswahili chake vizuri, lakini artificial intelligence inabadilisha baadhi ya vitu. Kama mtu anayefanya ile kitu ana nia mbaya na neno la Mungu, atalihalifu, ataweka maneno ambayo sio sahihi, na tutajikuta tunaingia katika uangamivu. Kwa ni vizuri kuwa na nakala ngumu au hard copy ambayo tutakuwa tunaisoma. Sasa neno la Mungu limesheheni kila kitu tunachokihitaji katika maisha yetu. Mimi nilikuwa nasema kwamba sasa hawa jamaa wanaondoka, wanarudi kumpelekea jibu Yohana, halafu Yesu sasa ndio anawajibu waliobaki ambao sio waliomuuliza. Anawauliza, mlienda kufanya nini nyikani? Je, mlienda kuangalia unyayo ukitikisika au mlienda kufanya nini? Anawaambia mlienda kutafuta kumwangalia nabii zaidi ya nabii. Anamkiri. Mimi nilikuwa nafikiri kwamba haya maneno angeyasema wakati wale wanafunzi wake wapo, wangeenda kumwambia bwana, yule jamani, yeye ni wewe bwana, amekusifia, amesema hivi na hivi, na ile ingemtuliza nafsi, ingempa consolation. Lakini kumbe hatuhitaji consolation wakati fulani, tunahitaji neno la Mungu. Utanielewa tu mtakatifu wa Mungu. Kuna wakati tunahitaji sana watu watufuate, watuambie pole itapita, lakini yule anayekwambia itapita, yule anayekwambia pole, je, anamaanisha analia pamoja na wewe, anaenenda pamoja na wewe katika njia ile, au kuna unafiki ndani yake? Kwa sababu moyo wa mtu ni ficho. Moyo wa mtu, wanasema Waswahili, ni kichaka. Hatuwezi kujua nini kimejificha ndani yake, lakini Mungu anatuhakikishia kupitia neno lake kwamba sitawaacha wala sitawapungukia. Yuko na sisi wakati wote. Kwa hiyo huyu ndio wa kumtegemea. Hili neno ndio lituongoze, ndio litupe dira, ndio lituambie nini cha kufanya. Kwa hiyo wakati mwingine tunataka maneno ya kutupa ya kutu massage, ya kutufanya tulainike kidogo, tuonekane kwamba hii situation ni ngumu sana, ni unique, ni ya pekee, yani basi tu. Tukienda hivyo tutafika sehemu utakuja kumkufuru hata Mungu. Lakini katika situation yoyote turudi tujiulize, Mungu amesema nini juu ya habari hii? Mungu anasema nini juu ya kile kinachonikabili? Humu kuna majibu yote. Anampeleka Isaya, anampeleka Yohana Mbatizaji akumbuke alichokitabiri nabii Isaya kwamba vipofu wataona, viziwi watatembea, vipofu wataona, viziwi watasikia, viwete watatembea, wafu watafufuliwa, itie imara miguu itakuwa imara kama kulungu. Ndio haya sasa yanatokea. Je, wewe ulivyokuwa unajua kwamba atakayeyafanya haya ni nani? Ndio huyu mwana wa Mungu, ndiye yule uliosema mwana kondoo, ndio mimi. Don't doubt, usiwe tena na mashaka. Kwa hiyo analijibu lile swali kwa kumrejesha kwenye maandiko. Ndivyo anavyonijibu mimi na wewe. Mara nyingine unaweza kaenda kwenye sehemu ya maombi ukaomba kweli kweli, alafu likaja neno tu pap, basi lile neno ukienda ukaliatamia ndio solution
ya ile changamoto unayopitia. Kwa hiyo mbali na kutaka kwamba mtu aje atuambie pole pole, atupapase papase, atu massage atuweke kutu nani kutupetipeti, hapana. Tusimame kadiri ya neno linavyosema, tujijenge katika imani. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Shalom, shalom. Basi tufunge. Asante Baba kwa neno lako. Baba, umetukumbusha katika neno lako kwamba tukutegemee wewe. Intent yako umeiweka katika neno lako. Tunaomba Baba utujalie kuijua akili yako na yale ambayo unataka tuyajifunze kwako, ili tuenende katika njia zako na kukurudishia wewe sifa na utukufu. Ni katika jina la Kristo Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amina.